Kwa majina naitwa Julian Agustini, ni mtumishi wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga, lakini kwa nafasi hii naongea kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga. Leo tumeandaa shughuli maalum kwa ajili ya viongozi wa dini. Ni semina ambayo tumewaita viongozi wa dini kwa ajili ya kuwapa elimu juu ya masuala ya rushwa katika uchaguzi. Kwa namna ya pekee, TAKUKURU kupitia serikali tunafahamu nafasi kubwa ambayo viongozi wa dini wamebeba katika jamii, kwa maana kwamba wanaunganisha wananchi katika nyumba mbalimbali za ibada, na katika maudhui ya imani wanakuwa na sauti kubwa kupitia majukwaa yao katika nyumba zao za ibada, ambapo kupitia nyumba hizo wanaongea na waumini, na tunaamini kwamba katika masuala ya imani mapambano ya rushwa pia yanakuwa ni sehemu ya mahubiri yao. Kwa hiyo tunapowaita katika semina hii watapata baadhi ya mada ambazo tumeziandaa, hasa katika sheria ya uchaguzi, lakini pia na sheria ya gharama za uchaguzi. Lakini mwisho wa siku tunawaomba kama viongozi wa dini waweze kutumia majukwaa yao kuwaelimisha wananchi na kuwahimiza wananchi waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ambao tunaendelea sasa hivi katika nyakati mbalimbali na vipindi mbalimbali. Kwa hiyo tunawaomba viongozi wa dini waweze kuhamasisha wananchi tarehe 29 Oktoba waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi bora ambao ni rais, wabunge na madiwani. Zakayo Enoch Kabugota ni askofu mwangalizi wa makanisa ya African Church Tanzania, Dayosisi ya Shinyanga, lakini ndiye mwenyekiti wa makanisa ya Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa mahusiano ya dini mbalimbali mkoani Shinyanga. Kwa hiyo kuja kwangu hapa mimi naona ni fursa muhimu ambapo sisi kama viongozi wa dini najua tuna nafasi, kwa sababu pia tunahusika na watu. Na kwa hiyo sisi nafasi yetu ya kwanza kabisa, na hasa sisi kama CCT, ni kuombea nchi na kuombea amani. Kwa hiyo moja wapo ya jambo ambalo tunalifanya sasa hivi ni kuhamasisha Kristo wetu kuombea amani, kwa sababu tunajua amani ni kila kitu. Lakini la pili ambalo sisi tunaona tuna nafasi kubwa ni kuwahamasisha waumini wetu na wananchi wengine kupitia platform mbalimbali kwamba waweze kushiriki mikutano ya kampeni na kuwasikiliza wagombea, kwa sababu kwa kweli nadhani tunahitaji kusikiliza sera na zote walizo nazo juu ya nini wanahitaji kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo ni moja, tunasisitiza wakasikilize wagombea. Lingine ni pale ambapo sisi pia tuna nafasi ya watu kushiriki kwenye siku ya uchaguzi yenyewe, kwa sababu kuna wakati ambapo mtu anafikiri ya kwamba kwa nini apige kura. Katika masuala ambayo tunafundana na katika mahusiano ya dini mbalimbali, ikiwepo BAKWATA, ikiwepo CCT, ikiwepo TEC, yani Roman Catholic, pamoja na umoja wa makanisa ya Kipentekoste. Katika umoja wetu tumeanza kuona namna gani ambavyo tunaweza kuhamasisha Kristo umuhimu wa kupiga kura katika nchi. Kwanza ni jambo la kikatiba. Kwa hiyo kusiweko na sababu yoyote ya kususia au kuona kushindwa kushiriki katika kupiga. Jina yangu naitwa Askofu Jacob Salu kutoka makanisa ya CPCT, lakini pia ni katibu wa mkoa wa ushirikiano wa dini mbalimbali mkoa wa Shinyanga, yani the Interfaith Relation Committee in Shinyanga region. Kwa waumini wetu tunakwenda kupeleka elimu maalum ya kuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na rushwa, kwa sababu jamii yetu inahitaji sana elimu hiyo. Bila elimu hiyo haiwezi kufanya vizuri, na mara nyingi wanaweza kwenda pasipokuwa na uelewa sawa sawa masuala mazima. Kwa hiyo kwanza ni kuhamasisha waumini wetu katika maeneo mbalimbali, katika dini mbalimbali, kwamba walionee umuhimu swala zima la
upigaji kura, lakini pia wajue kwa ujumla sheria zinazohusiana na masuala ya rushwa katika masuala mazima ya uchaguzi. Lakini pia wazijue taratibu na kanuni kwa ujumla wake, ili wakapate kulifanya hilo zoezi kwa uzuri na kwa ukamilifu. Kwa hiyo jamii yetu ikishaelewa na ikajua cha kufanya, tuna uhakika kwamba zoezi zima la uchaguzi litafanya kwa uzuri na weledi mkuu. Mimi naitwa Hilali Maksudi, ni shekhe katika msikiti wa Al-Faruq. Hili sisi tumelipokea kama viongozi, tumelipokea kwa amani kubwa, kwa sababu swala la maisha damu ya kila siku. Sasa serikali ilipoamua hili kwamba watu wa dini waje walizungumzia swala la rushwa, kwa kweli sisi kama wanadini tumelifurahi sana, na ndio tunataka kujadili mondani ili tuone ni kitu gani kinachoendelea, na wakati wa uchaguzi utakapofika tuweze kusaidia serikali kutokomeza rushwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.